Tumsifu Yesu Kristo. Tutafakari kwa mtindo huu tukianza na somo la pili linalotuonyesha kwamba Krismasi, Noeli ni hatua ya tatu ya Mungu kujifunua kwa wanadamu. Kwa hiyo tunaanza hapo, alafu ya pili tutaeleza kidogo kwa nini Yohane badala ya kutumia tu Masiha kama walivyofanya kina Matthew wale injili ndugu, yeye kwa nini ametumia neno. Na tatu, kwamba sisi tufanye nini ili tuweze kufaidika na huyu neno, tukitumia injili yenyewe na somo la kwanza anavyosema Isaya, miguu ya mtu anayeleta habari njema. Wapenzi katika Kristo, Mungu alifunua kwanza kabisa katika uumbaji. Kitazama uso wa mwenzako, jirani yako, hebu angalia basi jirani yako. You are all beautiful. Hiyo ni according to philosophy, aesthetics, beauty. Samani itakuja. Beauty is not the question of appearance, or what beauty is in harmony as defined by Thomas Aquinas and also by Immanuel Kant, is the harmony, unity. Yani uzuri, samani ya kinedada, uzuri hauko katika sura mtu anaonekana. Uzuri uko katika kwamba katika mtu kila kitu kiko mahali pake. Masikio yako mahali pake, macho yako mahali pake, pua haielekei juu, imeelekea chini. Huo ndio uzuri wenyewe unavyokwenda katika maana halisi ya wanaoelewa kueleza uzuri. Nilipokuwa seminarini kama ni miaka hiyo, mwalimu mmoja akitaka kumfelisha mseminari alimuita akamwambia, you are beautiful. Ile mseminari akasema, yes I am. Akasema, should I call your classmates to prove that you are beautiful? So just call them. Alifikiri mseminari alisema, unanionaje unaposema beautiful, unataka kunifanya nani? Unataka kuleta filuchi hapa? Lakini mwalimu alikuwa anataka kumkamata mwanafunzi kama anaelewa philosophical beauty ina maana gani. Uzuri uko katika kila kitu kimekaa mahali pake. Kama mkono wangu ulikuwa mkubwa kuliko mguu wangu, I am not beautiful. Kama masikio yangekuwa yameangalia upande mwingine, I am not beautiful. Lakini Mungu aliweka kila kitu kwa utaratibu kabisa. Hii alikuwa Mungu anajifunua kwa mwanadamu. Hata miti tunayoiona shina ni kubwa kuliko matawi. Hakuna mti ambao matawi ni makubwa kuliko shina, na mito yote inatirika kuelekea baharini. Huu ni utaratibu wa Mungu. Mungu alijifunua mwanzo kabisa. Mungu amejifunua katika uumbaji. Sehemu ya pili ya kujifunua Mungu ni kwa manabii waliokuja kuhubiri habari njema, na manabii wakubwa na wadogo wote walihubiri juu ya kumtambulisha Mungu kwa wanadamu, na kwamba tuongoke katika hali yetu ya dhambi, tumwongokee Mungu. Kote huku ilikuwa basi hawa wanatuonyesha tumtambue Mungu. Manabii wote walihubiri, hakuna nabii aliyejihubiri mwenyewe. Kila nabii alikuwa ni njia ya kutuunganisha sisi na Mungu, ya kutufanya sisi tumtambue Mungu. Sasa tulivyosikia somo la pili, waraka kwa Waebrania, kwamba nafasi ya mwisho ya Mungu kujifunua kwetu ni kwa njia ya mwanawe wa pekee Yesu Kristo. Mungu kwa huruma na upendo
amemtuma huyu awe kipatanisho kwetu. Amemtuma huyu mwanawe awe kipatanisho kwetu, lakini hachukui uhuru wetu kama ilivyokuwa kwa kina Adamu na Eva. Uhuru unabaki. Ndio maana nasikia lile somo linalomaliza, kwa wale waliokubali, na nimesoma baba, kwa waliokubali walifanyika, walioitika mwito wake wamefanyika watoto wa Mungu, wameachana na ile hali ya kwanza ambayo walikuwa wametengana na Mungu. Ametumwa huyu Masiha kwa njia, kwa maelezo ya Injili ndugu Matthew, Mark na Luka, kwamba huyu ni Masiha Meleka, anaitwa hivyo. Na hivi basi tunakuja, kwa nini Yohane atumie neno, asiseme tu hapo mwanzo Masiha alikuwa na Mungu? Mungu akuumba ulimwengu peke yake, alikuwa pamoja huyu Masiha mwanaye wa pekee katika nafsi tatu walikuwa wote. Kwa nini Yohana atumie neno Kristo? Unapopeleka ujumbe inategemea na watu gani na wapelekee. Kwa Wayahudi Masiha ilikuwa inaeleweka, lakini kwa Wayunani na Wagiriki nadhani hao akiongelea Masiha hawangemwelewa. Kama kuna shida, Yohana ikabidi atafute utaratibu namna ya kumweleza Yesu kwa hawa ambao hawana elimu kabla yake ya juu ya huyu anayekuja kipatanisho cha Mungu na wanadamu. Ndio maana akatumia neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Sasa neno lina, mkienda kutafuta na maelezo, wengine mnasoma neno vile vile hata katika filosofi, logos, kwa kweli ni logos. Hapo mwanzo alikuwepo logos. Neno nitaeleza kwanza hata tu katika kuelewa kusudi neno uliwe neno, lazima kuwe na nini? Mawasiliano. Kusudi neno uliwe neno, lazima kuwe na mawasiliano. Mimi nikisema hapa Malgala ni pasikosa eneo la hati, hilo sio neno, hiyo ni sauti tu, kelele tu fulani, sio. Lakini kwa kweli nashangaa mswahili fulani hajajibu wakati alikuja kunisalimia juzi Malgala ya Pasco. Au ningesema kumsana kayola hapa bana, hiyo ni kelele tu, sio neno. Nikiwaambia je, heri sana kwa Noeli, sasa hapa kuna neno lazima kuwe kuna mawasiliano. Usuli kuwe na neno yaka kuwe na communication. Na hivi cha kwanza kabisa, Yohane anamchukua Yesu ambaye baada ya Adamu na Eva kupoteza mahusiano kati yao na Mungu, lakini sio kati yao na Mungu tu, hata kati yao wenyewe. Baada ya kutokea ile shida, Mungu anauliza Adamu, uko wapi? Anasema huyu mwanamke uliyeniletea, uliniachia, umeniletea balaa, ameniingiza pabaya. Kwa vile tule mafarakano hapo yalianza, kila mtu malwani, dhambi imeingia, imekuwa ni sababu ya watu kukaa pamoja, hakuna mawasiliano. Sasa Yesu anakuja au mawasiliano, sio tu Mungu na sisi, ila Mungu hata sisi kwa sisi watu. Palipo na dhambi mafarakano huwepo. Kwa hiyo hata neno tu hapo Yohane alianza kusema neno, tunaweza hata kuchukulia katika maana hiyo ya neno, kwamba kusema kukiwa na neno kuna mawasiliano. Akimchukua Yesu amerudisha mawasiliano yaliyopotezwa kwa dhambi ya Adamu na Eva. Lakini maana nyingine ya neno logos huyu ni kanuni, reason, principle, rule,
kwamba palipo na dhambi maisha ni kama vile hakuna utaratibu, tunaishi tu. Oda iliharibika, oda mpango uliharibika kwa dhambi. Yesu anakuja ili mtaratibu ambao Mungu alijiwekea katika uumbaji, na kitu amekiweka mahali pake, urudishwe. Kwa hiyo anakuja kama neno, anakuja kuondoa dhambi kwa wanadamu, kuondolewa dhambi, kuondoa dhambi ya ulimwengu. Unajua zamani tukiimba katika utukufu hatuseme kuondoa dhambi za ulimwengu, ilikuwa anakuja kuondoa dhambi ya ulimwengu, na hivi maana yake kuja kurudisha utaratibu ule ambao aliuweka. Ni tungesema hoja, ikiwa nilicho ni vile vile hoja ya Yesu kuja kurudisha mawasiliano yaliyokuwepo. Au baada ya kusema hayo sasa, je, mimi na wewe na mimi tunakuwaje sisi tuwe kama vile yavyosema Isaya somo la kwanza, ikoje, inapendezaje miguu ya mmoja anayeleta habari njema, mmoja anayekuja kutangaza habari njema. Wanaambia mara nyingi watu wanasema tuko katika makundi mawili. Kundi la kwanza, naongea sasa kwa lugha yenu kwanza, halafu ya tafsiri. Wanasema there are those who make people happy wherever they go. That's the first group. Second group, there are those who make people happy whenever they go. Amba kuna watu wanaofanya watu wafurahi kila wanapoingia. Wakifika basi wanasema Walatini, nyumba ifuki. Baraka hapo tumekuwa na furaha. Watu wanafurahi kwa kufika kwake, kama alipofika Maria kwenye nyumba ya Elizabeti, wakafurahi pale na wajirani wakafurahi. Kwa hiyo kuna watu ambao kila kiingia ni furaha, lakini wengine ni furaha wakiondoka. Sasa wewe wetu mwenyewe ukukuliga kwamba kila ukiingia mahali watu sasa wanafunga midomo, ama kuingia mahali unakuwa chachu ya kuleta amani, chachu ya furaha. Hivi ndivyo alivyokuja Yesu, kuzaliwa kwa Yesu kote, kuanzia makutano ya Bikira Maria na Elizabeti, furaha tu. Sasa wewe mtakayekuwa baadaye acting in persona Christi, mapadri sio walibadili. Naona baba Kongocha anakumbuka Vatican tu ilibadili. Zamani wazee walikuwa wanajiita alter Christus, na hivi walikuwa kwamba ni Kristo mwingine. Vatican tu ikabadili, we are acting in persona Christi, tunatenda katika Kristo. Sasa nyinyi mjiulize, je, mtaleta amani kwa watu waliokata tamaa? Mtakuwa mnaleta habari njema? Krismasi hii inakukumbusha kwamba wewe unajiandaa kuwa mmoja anayeleta habari njema. Hilo la kujiuliza kila mmoja. Wakati mwingine watu si lazima mpelekee kitu. Wakati mwingine inatosha tu kwamba umemsikiliza, inatosha tu kwamba umemsalimia. Kuna watu wengine wanaweza kuwa mnapishana tu, hata hapa jumuiya yetu hii, jumuiya yetu kuna watu wengine wanapita tu akipita tu. Mimi wala sipati shida, kipita tu wala siongezeki urefu, ila ujue kila nalotenda linarudi kwako. Mimi mwenyewe naendelea tafakari kama sijui, maana sielewi umelalaje, uko wako umelala wako gani. Lakini mmoja ambaye anaishi katika, amemchukua huyu anayejifanya mwanadamu atuletee furaha, hawezi akawa anatembea mnapishana hata kusalimia hasalimii. Kristo
Ni hatua ya tatu. Kristo na Mungu anajifunua kwetu kwa njia ya Kristo. Jiulize yeye huko, iwe hapa seminarini, iwe kule nyumbani, katika familia zetu, nyinyi watoto mnafika nyumbani, je, watu wazee wana furaha zaidi msipokuwepo ama wanawamisi? Pande moja aliuliza seminari, will you miss me? Sio hapa Filipi. Aliuliza seminari hapo, will you miss me? Wakamjibu, we will try. Kwa hiyo mjiulize nyinyi wenyewe katika jumuiya tu, na watu wengine katika jumuiya zetu za Kikristo au katika familia, kwamba mmoja uwepo wake ni furaha, mwingine akiwepo ni fujo. Kristo mkuja kuleta mahusiano mazuri yetu sisi na Mungu na sisi kwa sisi, na tunachoweza ndio tu kufanya hivyo. Inawezekana tu katika kumwelewa sana mwenyewe huyu ambaye kisoma katika barua ya Paulo kwa Wafilipi, hata kama alikuwa Mungu akufikiri kule kuwa na Mungu kukita bangaya, akajishusha akaja kawa mmoja na sisi, isipokuwa hakuwa na dhambi. Huu ni kuishi kwa unyenyekevu, alafu wewe mwenyewe unakuwa ni Injili, wewe mwenyewe unakuwa ni habari njema, iwe katika familia, iwe popote katika jumuiya ya kufanya kazi au sehemu nyingine. Nimalize kwa kusema kulikuwa na watu wanafanya kuandaa. Sasa pale palikuwa na mlinzi, kama walinzi wengi wale pale. Sasa kulikuwa na dada moja ambaye kila anapopita pale kwa mlinzi atakwambia habari za nyumbani, watoto mnaachaje, na mama je, anaendeleaje? Anapotoka kama huko kulikuwa na chakula sandwich fulani, mkate nini, anamwachia, anaenda kila siku. Siku moja hiyo mlinzi akaona hajapata mkate, akaona hajamuona yule mama, akisema huyu si kawaida, huwa anapita hapa kunisalimia na kusema siku imegaje, kama na kitu ananiachia, nimekuaje? Akaingia mlinzi kuzunguka kwenye lile juani, akakuta kwenye friji moja, yani makubwa, unajua unaweza ukasafisha friji, umeingia ndani, kumbe kuna friji aliyoingia ndani kusafisha, litajirudisha likafungwa, na huwezi kufungua kama uko ndani, hasa uwenye. Kwa hiyo mlinzi akikuta yule dada pain, maana amekuwa wa kama vile, akafungua karibu almanusura na kufa, lakini mama yule alipona, yule dada alipona. Lakini jua kilichomponya yule jamaa, angekuwa wale wengine tu wangefia huko, lakini yule kwa kuwa kila siku alikuwa anamsalimia kwa heshima zote, anapotoka anamsalimia na kumwambia, alifanya kwenye, alikuwa ni Kristo mwingine anayeishi katika mazingira ya